Funika macho yako, sema e Roho Mtakatifu. Paza sauti yako, sema e Mungu ria hai, katika jina la Yesu. Asante e Bwana kwa neema yako na msaada wako. Umenipa nafasi, umenipatia neema ya kuniwezesha kufika siku ya leo, na mahali hapa nilipo, nipo mbele za uso wako kwenye kongamano hili. Roho Mtakatifu, leo ni siku ya kwanza, najiweka wakfu mikononi mwako. Ninakuomba e Bwana, gusa maisha yangu, ongea nami, ongea na familia yangu, ongea na hatima yangu ya hapa duniani, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. E Mungu ria hai, ninakuhitaji kabisa, ninakuhitaji kabisa kwenye maisha yangu. Sema nami e Bwana, niko tayari kupokea neno lako. Nisaidie tena, nisaidie tena, unihurumie e Bwana, unirehemu e Bwana. Rehema zako zifungue nyakati mpya kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu. Litume neno lako jioni ya leo litakalofungua nyakati mpya na mlango mpya kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, kwa kuwa upo katikati yetu, upo ndani yangu, upo katikati yangu, upo juu yangu. Katika jina la Yesu, niwezeshe sasa kuelewa neno lako sawa sawa na mapenzi yako. Amen, 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 amen. Andika namna ya kushughulikia vyanzo vya sauti inayopambana kuharibu imani yako na maisha yako kiujumla. Kwa unaweza kuandika inayopambana kuharibu imani yangu na maisha yangu kiujumla. Na kabla sijakwambia lengo la somo hili, sikiliza hivi kwa makini. Maisha ya muamini, maisha ya muamini, maisha ya Mkristo, maisha ya mfuasi wa Yesu, maisha ya mtu anayemwamini Mungu, sio yake binafsi. Maisha ya mtu anayemwamini Mungu yamebeba pakeji ya vizazi ndani yake. Maisha ya mtu anayemwamini Mungu yamebeba kifurushi cha vizazi ndani yake. Maisha ya mtu anayemwamini Mungu yamebeba kifurushi cha vizazi ndani yake. Yaani kuna kizazi utakachokiona na vizazi usivyoviona baadaye vimebebwa ndani ya maisha yako unayoishi leo. Kwa hiyo kama sauti yoyote itafanikiwa kuharibu maisha yako, ujue hayaharibiki ya kwako tu. Athari za uharibifu zinaenda mpaka kwa vizazi ambavyo hujaviona kwa macho yako. Athari za uharibifu hazitaishia kwa watoto uliozaa. Athari za uharibifu zitaenda mpaka kwa vijukuu na vitukuu na vingine na vingine, vizazi vingi ambavyo hujaviona leo. Na ndio maana kuna gharama wewe unaingia leo ya kiroho, kwa sababu kuna athari zilizotoka kwa vizazi vingi ambavyo havikukuona wewe, lakini maisha yao yalikuwa yamekubeba na wewe ndani yao. Na ndio maana kuna wakati hata ukiomba baadhi ya vitu, ukiomba ukimwambia Mungu, ninaomba nionyeshe Bwana, ninaomba mambo haya yamekaaje hivi, saa nyingine Mungu akikuhurumia utaona unaota ndoto za wazee ambao hukuwepo wakiwa wanaishi. Unasikia mtu anakwambia nimemwona bibi wa bibi yangu, mtu anasema bibi wa babu yake. Alafu uliza huyo bibi alikufa miaka ngapi? Babu yake tu anasema bibi yangu sikumuona, nilisimuliwa tu na baba yangu.
babu yako, bibi yake hakumuona, lakini wewe unamuota leo, alafu unasema nimemjua kabisa. Ukiwasimulia watu kwenye familia, wanabaki wanashangaa, unawezaje kumjua? Kwa sababu hakuna anayemjua kwenye familia. Unagundua kumbe yule bibi hakuwa bibi wa kawaida, alikuwa bibi lango. Maisha yake yalibeba vizazi vya watu wengi nyuma yake. Kwa hiyo maamuzi yote aliyoyafanya alifungulia athari ambazo zimekukuta mpaka wewe unayesema Bwana asifiwe. Na ndio maana unaona sasa, unapoinuliwa na Mungu kwenye familia, cha kwanza mzigo ambao Mungu ataweka ndani yako sio wa kusema nataka nikuone tu kwenye familia. Mungu ataweka mzigo wa kujenga mahali palipobomoka. Na ndio maana wimbo wako utakuwa urejesho, kwa sababu kuna vitu haviko kwenye familia, lakini Mungu alikusudia. Kuona saa nyingine unapojifunza, kuna watu walipojifunza masomo ya kifamilia, wengine walichukia mpaka familia zao, walitamani hata kubadilisha majina ya koo zao, lakini wanasahau hakuna familia ambayo Mungu hajaachia baraka kwenye hiyo familia. Kilichofunika ni kile ambacho kilitangulia kupita kwenye hiyo familia. Na ukisoma kwenye maandiko yako wazi kabisa. Mwalimu, kwa nini umeongea hii? Nitaka nikuonyeshe namna ya kushughulikia vyanzo vya sauti inayopambana kuharibu imani yako na maisha yako kiujumla. Kwa hiyo usiyachukulie maisha yako kama ya kwako peke yako. Maisha yako yamebeba package ya vizazi. Narudia tena hapa. Ukielewa hivi, usipojihurumia wewe, utahurumia vizazi vinavyokuja. Na ndio maana elimu ambayo Mungu anakupa kwenye kongamano hii, hakuoni wewe tu, nyuma yako anaona vizazi. Na ndio maana unaona tunapoandika majina namna hii na kuomba, sio kwa ajili ya maisha ya mtoto wako tu. Mtoto wako na yeye uliyemzaa amebeba uzao, amebeba vizazi vingine ndani yake. Kwa hiyo ukimlinda mtoto, unalinda vizazi nyuma yake. Unakuwa miongoni mwa watu ambao wanainua misingi ya vizazi vingi. Wewe ukimtazama unamuona mmoja, lakini nyuma yake ni taifa kubwa. Akiharibika, umeharibu vizazi. Kwa sababu kuna watoto wengine wamezaliwa kwenye familia zenu, wamebeba sauti ya vizazi vyao. Yaani siku akiwa mkubwa atakuwa na sauti ya kusaidia kizazi cha wakati wake. Unashangaa katoto kengine una kawaida, kumbe ni mwanasiasa ajaye ambaye amebeba hatima ya taifa lake. Maana yake nyakati zake zitakuwa za kusaidia kizazi cha wakati wake. Usipomlinda leo, adui akawekeza, nyakati zake zitakuwa za uharibifu. Kwa sababu adui akiwekeza, anaweza akamsapoti hivyo hivyo, akamfikisha mpaka pale juu, lakini kwa ajili ya kusudi la kishetani. Mungu anapotazama, hata mwangalia yule mtoto, anaangalia kuna mzazi alipewa jukumu. Haleluya, watu wa Mungu. Mnanielewa ninachosema? Kwa nini Roho Mtakatifu anatupa somo hili la kikongamano? Moja, ni kuimarisha na kuilinda imani iliyo katika hali ya kushambuliwa. Sasa ukikaa kwenye studies, ukikaa kwenye somo la kujifunza kwa nini imani yako ishambuliwe, utaelewa. Maisha ya muamini yamebebwa na imani. Imani ikipigwa, maisha yako yamepigwa. Kuimarisha na kuilinda imani iliyo katika hali ya kushambuliwa. Ukisoma maandiko kwenye kile kitabu cha Timotheo wa pili, ile sura ya 4, ule mstari wa 7, ni Paulo alikuwa akimwandikia Timotheo waraka wa kichungaji, na ulikuwa waraka uliobeba maagizo ndani yake. Ndio maana ukisoma ule mstari wa kwanza anasema, na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu atakaye wahukumu walio hai na waliokufa. Lakini mstari wa 7 unasema, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Kwa unagundua imani inalindwa. Kwa nini ilindwe? Kwa sababu inaweza kushambuliwa. Na njia kubwa ambayo adui anatumia kwa ajili ya kushambulia imani za watu ni njia ya sauti. Kwa sababu imani inajengwa kwa sauti. Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia ambako huja kwa neno la Kristo. Maana yake lazima usikie, ndipo imani yako inajengwa.
Kuna sauti ya neno lazima ikujilie moyoni. Imani yako inajengwa. Warumi 10:17, imani chanzo chake ni kusikia, kusikia ambako huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo unagundua kwamba kwa nini imani iwindwe. Paulo hasemi nimelinda kibali, hasemi nimelinda upako, hasemi nimelinda utume, hasemi nimelinda huduma, hasemi nimelinda karama, hasemi nimelinda kipawa nilichokuwa nacho, hasemi nimelinda hicho. Anachosema nimelinda ni imani. Kwa nini? Kwa sababu vipawa, huduma, karama na kila kitu alichokuwa nacho vilizaliwa kwa sababu ya imani aliyoipokea. Kwa hiyo kama angelinda utume akaiacha imani yake ikashambuliwa na kupotea, na kati ya mitume na watumishi ambao imani zao zilishambuliwa sana ni Paulo. Kwa sababu Paulo hakushambuliwa na wapagani tu. Paulo alishambuliwa na mapepo, Paulo alishambuliwa na wachawi, Paulo alishambuliwa na watu waliookoka, walioamini. Walimshambulia sio kidogo. Kila mahali akipita akihubiri, wanaenda kufuta mahubiri aliyohubiri. Na saa nyingine walimshambulia wazi kabisa, walitafuta hata kumuua, sio kiroho, kimwili. Paulo kuna wakati alikuwa anafichwa, anashushwa kwenye madirisha ili kukimbizwa asije akauawa. Maisha yake muda wote yako rehani. Lakini pamoja na vita hiyo ya kimwili na kiroho, imani aliilinda. Sema aliwindwa na shetani vipi? Mahali pengine anashuhudia, anasema shetani alinizuia nisije kwenu, shetani alinizuia nisije kwenu. Maana yake alikuwa na vita na shetani, akawa na vita na wakuu wa dini, akawa na vita na wapendwa wenzake, akawa na vita na Wayahudi, akawa na vita na wasomi wa enzi zile. Wale wanaosoma maandiko wataelewa. Starehe mojawapo iliyokuwepo kwenye miji kama ya Korinto, watu walikuwa wanaweka mihadhara. Kulikuwa na wasomi wenye uwezo wa kunena, kuongea kwa mpangilio, wana filosofi, wanazungumza, wanakusanya makundi ya watu. Sasa wale wasomi walikuwa wanampangua Paulo kwa hoja, wanajaribu kujenga hoja ili Paulo akija kuhubiri wasije wakapokea. Kwa hiyo akawa na vita kila upande. Bado dola ya Kirumi haikumwacha salama, anawindwa, akamatwe, afungwe. Lakini kwenye Timotheo anamwambia Timotheo, mimi nimepigana vita vilivyo vizuri, alafu anasema mwendo nimeumaliza. Maana yake kila nilichopewa kukifanya nimekifanya, tena kwa ubora na kwa usahihi. Nimefanya mwendo, ninaumaliza. Ile package ambayo Mungu alinipa, nikionaga hii sentensi saa nyingine machozi yanatoka. Unasema, Mungu, na mimi nitawezaje siku moja niweze kuongea kama huyu jamaa, niseme ile package ambayo Bwana alinipa. Ninasikia mpaka moyoni, na mbingu zimefunguka na ushuhuda wa Roho kwamba kile nilichopewa kufanya duniani hakika nimekimaliza. Lakini ile imani niliyoipokea tangu siku naokoka, nimeilinda kwa gharama. Kwa nini ailinde imani? Hasemi utume, hasemi upako, hasemi marafiki, hasemi cheo, hasemi heshima. Imani ni kitu cha thamani kuliko chochote unachofikiri. Kama unamwamini Mungu aliye hai, imani ni kitu cha thamani. Ndio maana usomi maandiko yanasemaje? Manabii wa uongo wakitokea, jambo mojawapo watakaloshambulia ni nini? Imani. Kitakachokuwa kinawindwa ni nini? Imani. Walimu wa uongo wakitokea kufundisha, kitakachokuwa kinawindwa siku za mwisho ni nini? Imani. Kwa sababu kuna aina ya mafundisho mbalimbali ukiangalia kwenye mtandao, yatakuaminisha kwamba mengine yanawaaminisha mpaka watu ukiomba wewe Mungu hawezi kukusikia, mpaka uende kwa mtumishi mwenye upako. Unaelewa kinachoshambuliwa hapo ni nini? Imani yako. Kwa sababu imani ndio inaoleta ujasiri kwamba Mungu yule aliyemwokoa yule mtumishi ndiye aliyeniokoa na mimi. Kama yeye anaomba Mungu anamsikia, na mimi naweza omba Mungu akanisikia. Ukiona ujasiri wa namna hiyo unaondoka, maana yake kilichopigwa hapo ni imani. Kanisani unahudhuria lakini una ujasiri wa kutembea na Mungu aliye hai. Imani ya wana wa Israeli iliposhambuliwa, maandiko yanasema wazi, iliyeyuka.
Na imani yao ilipoyeyuka, unajua nini kilitokea? Walikwama. Kwa kuna aina ya mkwamo kwenye maisha. Sio pepo, sio shetani. Kilichokukwamisha sio pepo, sio shetani, sio miungu. Imani ya kuvuka hapo ipo. Imani ipo. Ndio maana Yesu anasema hivi kwenye Luka 18 wakati anafundisha juu ya kuomba, imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msifanye nini? Wala msikate tamaa. Luka 18 inasemaje? Akawaambia mfano, mstari wa kwanza. Lakini lengo langu nililotaka nije nikwambie ni mstari wa 8, lakini nataka nikusomee kuanzia mstari wa kwanza. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikiliza asemavyo yule kadhi dhalimu. Naye Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Mungu anazungumza swala la kuomba. Yesu anasema swala la kuomba bila kukata tamaa. Lakini angalia anavyojibu mstari wa 8. Anasema, nawaambia atawapatia haki upesi. Maana yake Mungu atafanya mapema. Lakini angalia mstari huo wa 8, anauliza swali. Anasema, walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Kwa hiyo unagundua mwana wa Adamu akija, anachotaka kuona cha kwanza sio utumishi nilio nao, mwalimu Leonard Simfukwe, mhubiri wa Injili, mwalimu wa neno la Mungu, mwalimu wa makongamano, mwalimu wa sio mwalimu. Hataki kuona kipawa, hataki kuona miujiza, hataki kuona upako. Anasema akija ataiona imani. Kwa sababu kama ni miujiza, watatokea manabii ambao watafanya miujiza. Biblia inasema miujiza ya ishara za ajabu. Tena anasema ishara kubwa mno. Unaelewa? Biblia ikisema kubwa mno inamaanisha kubwa mno. Yaani muujiza ukitokea mpaka mji mzima unazizima. Alafu anasema lakini utakuwa umefanywa na nani? Nabii wa uongo. Kwa hiyo ukitarajia kwamba Mungu, kujua kwamba Mungu yupo ni miujiza peke yake, nataka nikwambie kasome Biblia. Hujaisoma vizuri bado. Kasome uone. Musa aliposhusha nyoka na wachawi wakashusha nyoka. Umewahi kujiuliza kuna jambo unaweza ukapitia kwenye maisha, alafu mwingine anapitia, kumbe mwingine anapita kwenye darasa. Mungu anajaribu kumfundisha, kichwa chake kigumu, kwa anaamua kutumia njia kama vile anamtesa, imani yake ijaribiwe, imani yake ipimwe. Anapopita kwenye hilo darasa anakutana na mafundisho, anaanza kujiona yeye ni nani. Kuna wakati Mungu ili akutengeneze atatumia njia nyingi. Mungu ana njia moja ya kumfundisha mtu. Anaweza akaona kichwa chako ni kigumu, akikuelekeza huna utulivu. Kaa chini nikufundishe, anakuambia subiria, ngoja utanielewa tu. Anakupitisha kwenye mitihani mpaka unyooke. Kufa haufi, lakini moto unauonja. Ukikemea viondoki. Unaweza kumkemea Mungu wewe, una nguvu za kukemea mna. Unasema shindwa shetani. Mungu anasema lini umeanza kuniita mimi shetani? Tunaenda fezi nyingine ya mtihani. Paka unarudi kwenye mstari. Paka ujifunze kuomba toba na rehema. Unamwambia Mungu naomba rehema tu, nihurumie. Mungu anasema umeanza, kichwa kimeanza kuingia akili. Kama unanielewa nipungie mkono namna hii. Jina la Yesu libarikiwe. Imani itashambuliwa. Waebrania 3:16 hadi 19. Ni watu gani waliokasirisha jangwani? Sio wale ambao waliongozwa na Musa kutoka Misri. Anazungumza wana wa Israeli. Alafu anazungumza ule mstari wa 19. Angalia. Basi twaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kuamini kwao. Sasa jiulize, wametoka Misri lakini wanafia jangwani. Kwa nini? Kwa sababu imani yao imeyeyuka. Unasema mwalimu, walitoka Misri walikuwa na imani. Walikuwa na imani, kasome maandiko. Biblia inasema wakapita bahari ya Shamu kwa imani. Maana yake imani ilikuwemo. Iliyeyuka wapi? Iliyeyuka jangwani. Walipokuwa jangwani imani yao ilishambuliwa.
Na maandiko yanaonyesha wazi, sita kusomea. Angalia Kumbukumbu la Torati, andika tu haraka. Kumbukumbu la Torati ile sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka wa 33. Mimi naomba nikusomee tu mstari mmoja na ile miwili ya mwisho. Mstari mmoja wa 28 unasema, twakwea kwenda wapi? Ndugu zetu wameiyeyusha mioyo yetu, wakituambia wale watu ni wengi, ni walefu kuliko sisi. Miji nayo ni mikubwa, imejengwa kuta hata mbinguni, na zaidi ya hayo huko tumewaona Waanaki. Mstari wa 32 na 33. Lakini katika jambo hili hamkumwamini Bwana. Sema, katika jambo hili. Mambo mengine wamemwamini Bwana. Mungu alipoambia ingieni hapa bahari ya Shamu, Musa amepasua, maji yamesimama. Usije ukafikiri ni kazi rahisi. Hujawahi kuona maji yakisimama alafu naambiwa pita, unaona unagusa maji hivi yamesimama pale, ni jirani, yameenda mpaka juu, alafu yanakuja yanazunguka, alafu mtu anakuambia ingia hapo, ndio njia ya kupita uende kule. Panahitaji imani kwamba huyu aliyepasua bahari bila shaka atatulinda, acha tu twende. Wakatembea wakavuka bahari ya Shamu. Kwenye kuvuka bahari walimwamini Mungu, kwenye maeneo mengine walimwamini, lakini katika jambo hili hawakumwamini Mungu. Jambo gani? Walipoletewa taarifa mbaya, sauti ya wapelelezi kwenye mioyo yao ikawa na nguvu kuliko ahadi ya Mungu. Mungu alishawaahidi kwenda Kanaani, lakini hapa katikati wanakutana na sauti ya wapelelezi ikiwaambia kule nchi tuliyoipeleleza hamuijui tu, kuna mambo ni mazito. Wakati wanaelezwa namna hiyo, mioyo yao ikayeyuka. Kitu gani kiliyeyuka kwenye mioyo yao? Imani iliyeyuka. Ndio maana Musa anasema katika jambo hili hamkumwamini Mungu, hamkumwamini Bwana aliyewatangulia akawaonyesha njia. Usiku aliwawekea nguzo ya moto, mchana akawawekea wingu ili jua lisiwachome. Usiku akaweka nguzo ya moto ili kuwaonyesha njia mahali pa kupita, lakini hamkumwamini. Na kwa kutokumwamini, Biblia inasema hawakuweza kuingia. Kilichowazuia wasiingie ni nini? Imani yao imeshambuliwa na wamekwama. Unaweza kuwa unasema, mwalimu mimi naombewa sana, lakini kila nikiombewa kuna mahali sivuki. Nimekuwa nikiomba nafunga mlimani. Kufunga mlimani sio shida. Unaweza kuwa unafunga kumbe ni kimfumo, ni kisheria, ni kitamaduni, lakini imani ya kukuvusha haipo. Ndio maana angalia, lengo la kwanza la Mungu kuleta ili kongamano na ili somo, lengo la ili somo ni nini? Kwanza nimekuonyesha, moja, kuimarisha na kulinda imani yako iliyo katika hali ya kushambuliwa. Imani za watu wengi zimeshambuliwa. Muulize mtu ambaye uchumi wake ulikuwa unaenda vizuri, ghafla umeyumba, alafu angalia aliyoko moyoni mwake ni yapi. Imani inashambuliwa kwa maneno, mpaka anafika mahali anaona huyu Mungu niachane naye. Imani za watu lazima ziimarike katika nyakati hizi za mwisho. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Na ndio maana nakufundisha hata habari ya kuombea watoto wako. Sije ukafikiri siku zote utakuwa hai wewe. Kuna saa wanaweza kukutana na mazingira kama huyu mtoto ninayemsema. Nani atawasemea? Nani atawasaidia? Kwa sababu kuna ndugu leo wanawaona watoto wako, unasema ndugu zangu wanawapenda watoto wangu. Hawapendi watoto, wanakupenda wewe, ndio maana wanapenda watoto wao. Subiri uondoke, uone kama wanaweza kuwa na nguvu ile ile ya kusema watoto wa dada yetu, watoto wa mama yetu, wa kaka yetu, watoto wa shangazi yetu, watoto wa shangazi yetu. Wanapenda watoto wako kwa sababu wakifika wanasema shangazi yetu alinilipia na ada, shangazi yangu alinifanyia na hiki. Afu wanawapenda ndugu zao. Subiri udondoke chini. Maana yake ni kama vile lile cover, ni kama vile kile kifuniko cha mzazi kimeondoka. Hakuna mtu anawatazama, hakuna mtu anawaona. Na saa wakipita mahali pagumu wanasema tulijua tu. Si walikuwa wanalinga? Mama yao alikuwa hai, si walikuwa wanalinga? Baba yao alikuwa hai. Sasa tuwaone, sasa tuwaone. Sasa nikuulize wewe, hukuwaweka madhabahuni, hukuwakabidhi madhabahuni kwamba sauti ya Mungu itembee nao? Saa hautakuwepo, Mungu wako awe nao. Saa hautakuwepo, Mungu wako awapiganie.
naye. Saa atakosekana mtu wa kusema Mungu wako awasemee. Saa wanapita mahali ambapo hawajui wafanye nini, lakini atokee Mungu wa mama yake, atokee Mungu wa shangazi yake, atokee Mungu wa baba yake, aseme mwanangu, baba yako alinikabidhi mimi, sitakuacha. Babu yako alinikabidhi mimi, sitakuacha. Saa nataka kujiua, Mungu atokee aseme usife, baba yako alinikabidhi mimi, nitakuvusha na kwenye hili eneo. Lakini leo tunaishi ni kama vile tutaishi milele. Tunawacha watoto hawana msaada. Usiishi kama vile utaishi na watoto wako milele. Wakabidhi kwa Mungu aliye hai. Waambie hata nisipokuwepo, Mungu ninayemwambia ndiye atakayewasaidia. Wafike mahali waseme yule Mungu wa mama yetu. Kuna vitu wamekutana navyo watoto wenu, hakuna wa kuwasaidia. Hata ninyi mkiongea kwa nguvu, kwa sauti, hawezi kusaidika. Mungu peke yake ndiye anaweza kuwasaidia. Kuna mtu amenielewa? Kuna mtu amenielewa? Ninaomba wale watoto ambao wanasoma waje huku mbele haraka haraka sasa. Funika macho yako, inua mikono yako juu, mtu wa Mungu. Na nyie watoto funika macho. Fuatana na mimi maombi haya. Sema Mungu ria hai. Paza sauti yako kwa nguvu, watu wa Mungu. Hii ni saa ya maombi. Ndani ya moyo wangu ninasikia kabisa kuna watu wakitoka hapa, hali ya kuyeyuka imani zao inatakiwa iondoke. Ujasiri uliopotea urudi ndani yao, na imani zao ziimarishwe. Vipaumbele walivyokuwa navyo wavirejeshe sawa sawa na vile Mungu anavyotaka. Waliokuwa wamekata tamaa wasikate tamaa tena, kwa sababu Mungu amewajilia tena kuinua mioyo yao na kuwaonyesha kwamba bado wao ni ufunguo wa vizazi vingi kwenye maisha yao. Fuatana na mimi maombi haya. Sema Mungu ria hai. Mungu ria hai, katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa neno lako jioni ya leo. Nimesikia neno lako, nimesikia neno lako, nimesikia neno lako. Bwana, ninanyenyekea kwako. Nimetambua kabisa ya kwamba maisha yangu yamebeba kifurushi cha maisha ya wengine, cha maisha ya vizazi vinavyokuja katika ulimwengu huu, kwenye familia yangu. Mungu ria hai, katika jina la Yesu. Wewe unajua Bwana namna ambavyo imani yangu imeshambuliwa. Kuna mambo ninakuamini wewe kwamba unaweza, lakini kuna baadhi ya mambo imani yako juu ya mambo hayo. Mungu ria hai, sina kabisa, moyo wangu umeyeyuka, sina ujasiri kwenye maeneo hayo. Jioni ya leo ninakuja mbele zako, ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba kwa ajili yangu. Nirehemu Bwana, nirehemu Bwana. Yako makosa nimeyafanya, sikuilinda imani. Yako makosa nimeyafanya, hayanigharimu mimi tu, yanagharimu na vizazi vilivyobebwa kwenye maisha yangu. Jioni ya leo ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba rehema kwa ajili yangu na vizazi vyangu. Jioni ya leo nirehemu Bwana, nirehemu Bwana, nirehemu Bwana, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu
nirehemu e Bwana. Ikiwa yako makosa yanayoleta athari juu ya vizazi vijavyo, juu ya familia yangu, juu ya uzao wangu, ninatubu leo, ninatubu leo. Nirehemu e Bwana, nirehemu e Bwana. Ziko sauti zilishambulia imani yangu ikayeyuka. Jioni ya leo niinue kwa upya. Rejesha hiyo imani, rejesha hiyo imani, rejesha hiyo imani, rejesha huo moyo wa ujasiri, moyo wa imani, 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 moyo wa imani. Nirejeshe, nirejeshe, nirejeshe moyo wa imani kwenye maisha yangu jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo. Kila mazingira, kila hali iliyoshambulia imani yangu hata ikayeyuka jioni ya leo, e Bwana, unaporejesha imani yangu, niondolee na hiyo hali kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. E Bwana, e Bwana, jioni ya leo ninawaleta watoto wangu, watoto wetu, watoto wangu wanaosoma ambao e Bwana wengine walikuwepo likizo ndefu. Jioni ya leo ninawaleta kwenye madhabahu, kwenye madhabahu yako, kwenye madhabahu yako ninawaweka wakfu. Mungu wangu uwe Mungu wao, Mungu wangu uwe Mungu wao. Uende nao kwenye shule zao, uende nao kwenye vyuo vyao, uende nao mahali popote watakapokuwa. Ninaiachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye nafsi zao, kwenye miili yao, kwenye akili zao. E Bwana, fungua akili zao ziwe na uwezo wa kuelewa, wa kufanya vyema huko shuleni kwao. Kwa jina la Yesu, weka nuru yako kwenye hizo akili, weka nuru yako kwenye hizo akili kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. E Bwana, ninaomba watoto hawa, watoto wangu, uwatenge na uharibifu, uwatenge na hila za adui juu ya hatima zao kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Uwezo wa watoto wangu hautaibwa, hautaibwa, hautaharibiwa, hatima yao haitaharibiwa. Ninarejesha kila kilichoibwa kwa watoto wangu, kwa watoto wangu, kwa watoto wangu. Ninarejesha hatima yao, ninarejesha, ninarejesha uwezo wao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hakuna uchawi, hakuna uganga juu ya watoto wangu, hakuna uchawi, hakuna uganga utakaofanikiwa juu ya watoto wangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo, miungu yoyote ya ukoo, ya familia haitaweza kuwadhuru
watoto wangu kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana sasa, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Mandarabasa, mandorobosa. Funika macho watoto wazuri, nenda mbele za Bwana. Omba mama, omba mama, omba hayo maombi niliyokuongoza. Mandorobosi, mandarabasana, risandara pakorabasaya. Ninakuombea mtoto kwa damu ya Yesu, in the mighty name of Jesus. Imekuwa kwenye maisha yako, hakuna giza kufunika, hakuna giza kutawala. Nguvu ya baraka inakuwa juu yako kwenye masomo. Umekabidhiwa kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, in the mighty name of Jesus. Hatima yako ni hatima ya vizazi vingi kwa damu ya Yesu. Hakuna miungu, hakuna giza, hakuna ushetani utakaodhuru maisha yako kuanzia leo, kuanzia leo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninawabariki watoto, ninawabariki. Nguvu za aliye juu zinapita ndani yenu, zinapita ndani yenu. Hiyo akili, hiyo hekima ya kiungu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ndio, 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 kwa damu ya Yesu. Yes, kwa damu ya Yesu. Yes, kwa damu ya Yesu. Yes, giza litakuwa sehemu yenu, mapepo hayatagusa maisha yenu, uchawi haupo juu yenu, kwa damu ya Yesu. Mnalindwa, 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 mnalindwa. Yes, oh yes, yes, yes. Endelea, endelea, tunamaliza. Taja majina ya hao watoto. Yes, mapepo hayatakuwa sehemu yenu kuanzia leo. Mmewekwa alama ya Roho Mtakatifu, mmewekwa alama ya Roho Mtakatifu, upako wa Roho Mtakatifu. Mnaenda shule, hakuna uchawi, hakuna madhara ya adui yatakaowagusa kuanzia leo. Akili yenu imewekwa wakfu. Yes, yes, yes. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Kuanzia leo, kuanzia leo, in Jesus' name. Manda rabasa, rabashanda rabako rabasaya. Mungu aijaze kiu yako. Ninaiona hiyo shauku kubwa, ninaiona hii neema ya Bwana. Risandarabako-rabasaya. Oh, kizazi chako kikaitwe kizazi cha wamjuao Bwana. Rakashandarabako-rabasaya. Risandarabako-rabasa. Rimandarabako-rabasia. Kwa damu ya Yesu aliye hai, imekuwa, 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 imekuwa. Unawekwa alama ya Roho Mtakatifu. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, ninawapachika, ninawasimika kuanzia leo. Hamtatembea mwendo wa wazazi wenu. Nyinyi ni kizazi cha neema, ninyi ni kizazi cha neema. Acha neema iwabebe kwa jina la Yesu. Akili njema, hekima, uwezo, vipawa havitaharibiwa kwenye maisha yenu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Neema iwabebe. Rabasanda rabako rabasaya rimanda rabasa. Kwa damu ya Yesu aliye hai, neema iwabebe watoto, neema iwabebe. Neema iwabebe. Dunia haitawaharibu in Jesus name. Mifumo ya dunia haitawaharibu, teknolojia haitawaharibu in Jesus name. Maneno yaliyotamkwa kwenye familia zenu hayatawaharibu. Yes, mtoto, ninakuombea neema. Kipawa chako hakitazuiliwa. Manda rabasaya risanda rabakorabasa. Ubebe heshima ya familia kupitia wewe. Wazazi wako wataheshimika, wataheshimika. Familia, ukoo wako. Mandorobo sanda rabakora risanda rabako. In Jesus. Endelea kuomba, ndio tunamaliza. In Jesus, in Jesus, in Jesus, in Jesus,
In Jesus. Mapepo yanajua ninachosema. Mapepo yanajua ninachosema. Roho zinajua ninachosema. Kuanzia talea leo. Kuanzia leo. Toto. Jesus. Jesus. Shika vizuri. Jesus. Fire in Jesus. Kuanzia leo. Shika. Fire in Jesus. Shika. Kuanzia leo. Fire in Jesus. Kuanzia leo. Moto. Haya, mwachie huyo mtoto. Hamtatumia kipawa wala sura yake. In Jesus. Fire in Jesus. Fire in Jesus. Fire in Jesus. Haya, mwachie. Haya, mwachie. Haya, mwachie. Mwachie, mwachie. Endelea, endelea hapo, endelea. In Jesus name. In Jesus name. Kuanzia leo alama njema ndani yako. In Jesus name. Akili njema, uwezo wa Mungu. In Jesus name. Njoo dada, simama. In Jesus name. Kwenye uzao wako mshike, mshike. Fire in Jesus. Hiyo vita ya uzao mwachie. Mwachie. Achia uzao wake wewe. Nasema achia uzao wake. Mshike, mshike. Mshike vizuri. Achia uzao wake. In Jesus name. Wewe unaipigana vita ya uzao juu ya bidii, kuanzia leo hautazuia kizazi chake. Nasema hautazuia kizazi chake. In Jesus name. In Jesus name. Kuanzia leo mtoto, ninakuombea. Umetengwa mbali. Umetengwa mbali. Umetengwa mbali na uharibifu. Umetengwa mbali na giza. Ayayaya. Umetengwa mbali. In Jesus. Lazima ufike kwenye hatima yako. This is commanding. Loyal commanding from heaven. In Jesus name. Hakuna kuzuiliwa. In Jesus. In Jesus name. Usizuiliwe mtoto. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mtoto. In Jesus name. Nina kanseli kila vita kwenye maisha yako mtoto. Milango ambayo adui anatumia kwenye maisha yako, from this moment, kuanzia leo, kuanzia leo naachilia nguvu ya baraka kwenye maisha yako. Akili zako, wewe hautakuwa msichana kama wasichana wengine. Nimekuweka alama ya Roho Mtakatifu, ukawe heshima kwenye kizazi chako na kwa ndugu zako na kwa familia yako. Ulete heshima kwenye familia. In Jesus. Na kuweka alama ya kifarume kuanzia leo. Hakuna uchawi, hakuna laana, hakuna matamko yenye nguvu katika shule mnazosoma. Hakuna matamko ya kuwazuia. In Jesus. Mando robos. Inakuwa. In Jesus. Pokea neema. Pokea neema mtoto. In Jesus. Kashikaga katoto. Pokea neema. Akili zako zinatiwa nuru. Hakuna mtoto asiyekuwa na akili. Ninafungua hizo akili. In Jesus name. Simama hapa binti. In Jesus name.